Jamani hebu sogeeni kidogo hapa. Hebu sogeeni karibu jamani. Wafanyakazi wenzangu. Hebu sogeeni jamani hapa, hebu sogeeni. Sivute jamani. Sivute njoni tufanye chama. Acheni kujifuta, muda unakwenda jamani. Sogeeni karibu, sogeeni karibu. Tunataka tuanze kupeana majukumu hapa, muda unakwenda huu. Sogeeni basi, sogeeni. Sawa, tumesikia. Mmenisikia huko? Sawa, tunakusikia ongea. Haya, sogeeni. Mnasikia eh? Ndio. Wote mnasikia vizuri hapa nilipo? Ndio. Haya, sasa muda umeenda, tunapeana majukumu hapa. Sawa. Wale watu wa BS wajiandae, wakwenda kuchuma wajiandae. Watu wa dawa naona wameshapita wameenda zao, sawa? Ndio. Mpaka muda una gari linachelewa halitafika hapa. Kwa tujiandae kwenda kuchuma mashamba yetu haya ya karibu. Wale wa BS haya tujiandae tuondoke, muda unakwenda huko. Sawa? Haya tuondoke. Hey! Jamani, hebu sogeeni hapa. Huko. Hebu sogeeni hapa. Jamani ndugu zangu ni, wafanyakazi wenzangu. Ndio. Kama nilivyowaacha hapa jana, tulikuwa kwenye kikao na katibu wangu. Ilikuwa nije naye hapa. Lakini ameniambia mimi nje niwakilishe hapa kwa sababu yana majukumu mengine. Na mimi kwa kweli ni genge langu, nikamuitika nikaona ni sawa tu. Sasa tumekubaliana huko na yule bwana mkubwa. Tumebabaduana mno na tumemenyana mno. Na tumekubaliana hivi. Mshahara atalipa kwa wakati sahihi. Kwa wakati ambao tumekubaliana jana. Sawa? Tunakubaliana jamani? Mshahara wakaliana. Advance tutalipwa tarehe 18. Na mshahara mwisho wa mwezi tutalipwa tarehe 5. Hayo ndio makubaliano tuliyokubaliana kwenye kikao. Mwenyekiti? Ndio. Wewe ni mwenyekiti wetu wa chama cha wafanyakazi. Ndio. Na wewe pia ni kama mfanyakazi. Kabisa. Ni mfanyakazi, si ndivyo? Kwanza ningemuona katibu mlikuwa naye hapa. Kwa sababu mumeenda factory, mumeenda kwa chumaji. Lakini katibu hajafika, akamwambia kisa genge lako. Hapo hametendea fair. Sasa basi, nataka niseme hivi. Swala la mshahara limekuwa gumzo sana. Kwa sababu nyinyi kila siku swala mshahara kama vile ni wimbo wa taifa. Mnakwenda, mnarudi. Lakini hatupati jibu mwafaka. Sisi tumechoka na nyinyi kama chama. Kwa sababu sisi ndo tunaumia, wafanyakazi. Tunateseka. Jua ni letu, mvua ni yetu. Umeona? Narudi nyumbani hakuna chakula, hakuna mboga. Madukani tunanyanyasika. Tukikopeshwa sasa hivi hatukopi tena dukani kwa sababu yenu. Lakini chama kama ingoma mnasimama kama chama, naamini sisi ndio tutetea vizuri sana. Lakini hapa kuna kitu kati yetu, kati yenu nyinyi na mwajiri. Kila siku ni nyimbo. Ndio kabisa. Kweli. Tunapata tabu sana wanafanya kazi jamani. Hebu angalieni. Vitenda kazi vingine pia hakuna. Lakini mmekaa kimya. Kuna kitu mwenyekiti. Ndio. Umeona? Mwenyekiti, karibu. Yaani mimi ninachokiona kwa upande wangu mimi, kama hii kampuni imeshindwa, wafanyakazi ni wengi labda, si ndivyo? Bora mtuambie tu kwa jamani tunataka kufanya kazi na watu 10 ndio tunaweza wa kuwalipa. Kuliko mchukue watu 100 mnatufanyisha kazi, si ndivyo? Alafu pesa ya kutulipa hakuna. Mnafikiri sisi tunaishije huko mitaani? Tunadaiwa sisi, tuna madeni ni mengi. Familia bado tuna wengine wanatutegemea vijijini huko. Nyinyi bado mnatufanya kabla sisi ni punda tunafanya kazi bila malipo. Mpaka lini? Nyinyi ni wafanyakazi kama mimi. Niwape moyo na niwatie nguvu. Endeleeni na kazi kwanza. Jambo hilo tuachieni sisi kama chama, sawa? Bwana hayo ndio mambo mengine jamani. Punguzeni minong'ono ndugu zangu. Kwa hiyo fanyeni na kazi. Sawa, bwana. Majani magumu. Nimeelewa. Endeleeni na kazi, tunaacha vitu chini. Ongo tatoka mlango. Jamani mimi na majukumu mengine naendelea kumwacha huko hapa.
Marashma. Panga ili hapa. Wewe kaa nyumbani. Ngoja mimi nielekea ofisini peke ripoti. Kawahi kupika ili nikirudi nile nielekee mazoezini. Sawa mama. Fanya hivyo. Ni mazoezi ya hisia wala umakini, ila leo nataka tuende kwenye sheria muhimu. Unapokuwa mbele ya kamera, wewe pose na tulia, sawa? Tumeelewana? Estate ameingiza mzigo sasa hivi hapa, yani popote ulipokimbia, maana mzigo wenyewe mchache. Aleta mzigo? Yani kaingiza roba 2 za unga na kindoo cha mafuta. Kwa hiyo ulipo popote pale wewe kimbia chapu mwanangu. Yani ukichelewa imekula kwako. Poa. Teacher, vipi? Sema jamani. Nimepigiwa simu muda huu. Estate kaleta vitu na vyenyewe vichache. Kwa hiyo ndio no vipi? Sikilizeni sasa niambie. Mimi hapa sasa ndio mwalimu wewe. Mimi nimesimama. Hamna kusimama wote tusimame. Sasa vipi mimi hapa ndo naongoza. Mungu nishapata mwanangu. Nishapata. Kwangu cha kwangu. Hizo cha kwako bwana haiko leo. Cha kwako. Kwani hizo tunagombana sasa bwana. Wewe cha kwangu bwana wewe. Kile kwa kachukue. Ile unasimbua. Kwa kile kwa mimi na madukani bwana. Jamani nimepambana. Ndio. Mungu amejalia nimepata roba hizo 2. Kwa hiyo nitawapa kilo 2 na mafuta robo na dagaa vipimo hivyo 2. Sawa jamani? Sawa. Afadhali sana. Mmenielewa eh? Haya mwanzo huyo. Jamani mmoja jamani, mmoja wote mtapata jamani, wote mtapata mmoja. Haya. Jamani mmoja. Mmoja jamani. Tangu leo kuacha mchana bado mhuna. Tuachane na hayo. Kwenye ule mfuko kuna ngano. Leo upika chapati na maji au mkate. Yaani umeenda kufanya mambo yako huko na wasanii wako. Sasa umechelewa, eti saa hizi niingie jikoni. Kwa taarifa yako sipiki. Mke wangu naomba unisikize kwa makini. Sasa kama hupiki, tutakula nini kwa muda huu? Tutalala, na kama njaa imekuzidi, waite hao wasanii wako waje wakupikie. Naomba unishike makini mke wangu. Ukishaitwa mke ndani ya nyumba, unapaswa mhudumie mume wako yale yote yanayostahili: kupika, kufua na mengineyo. Masuala ya wasanii yanahusiana na ndoa yetu mimi na wewe. Kama mimi ni mke wako, ungenisikiliza yale ninayokuambia. Mbona mimi nakusikiliza mke wangu? Mbona nikikwambia uache sanaa hutaki? Kuachana sanaa hiyo haitawezekana. Hata wakati nakuoa
Ulikuwa unafahamu kama mimi ni msanii na nilikwambia na ukakubali. Kwa nini usingekataa? Sasa wewe si mbishi. Leo utakula sana. Hivi haya maisha yataisha lini? Ya kufanya kazi bila mshahara wowote. Na sijui hili tatizo litaisha lini. Maana sisi wafanya kazi tuko matabaka. Wengine watagoma, wengine hawawezi kugoma. Hilo ndio tatizo kubwa dada yangu. Kama tungekuwa tuna mshikamano wote kama wafanyakazi, basi nina imani hawa watu wangeondoka. Lakini unakuta kuna kundi linapanga hivi na kuna kundi linapanga hivi. Kuna watu mnakaa kwamba tunania tukamtoe yule ili tuweze kufanikiwa, wengine kwa sababu wako umoja na wale kule, basi siri inaenda kule, wengine hatufanyi kazi. Kwa hiyo unakuta tunashindwa kufanya hivyo, kwa sababu endapo tungefanikisha zoezi la kuwa kitu kimoja, tungeweza kuondosha, tungerudi kama zamani. Ila hayo yote chama cha wafanyakazi ndio kinachangia. Yaani kiukweli unaweza kusema hivi. Hiki chama ambacho yani kipo cha wafanyakazi mashambani, chenyewe hatuelewi, hatuoni mbele wala nyuma, kwamba wao na wao viongozi, sielewi shida inakuwa wapi. Kwamba wao ndio wenye shida au uongozi ndio wenye shida, hatujui. Okay, sawa. Basi sawa, wewe endelea na majukumu mengine, kila mtu ajue majukumu yake, tutajua tu sasa. Basi sawa. Nimekuita. Wewe ni mwalimu wangu wa sanaa na pia isitoshe ni ndugu yangu na kuchukulia kama kaka yangu ambaye nimezaliwa naye tumbo moja. Kwani shida yangu ni yako, yako ni yangu. Hali yangu ya kifedha kampuni inanifelisha. Kwa sasa hata ile nusu ya unga au robo imekuwa mtihani kwangu kuipata. Inaniumiza kichwa. Nataka niondoke. Nielekea Arusha. Ninaona nikuache. Mwanzo tulikuwa watatu. Mimi, wewe, Omari. Na Omari alishindwa, akaja akakuomba ukamkubalia akaondoka. Hivyo nikabaki mimi na wewe. Ila sasa naona leo mkuta Omari na mimi ananikuta. Tena ni mara mbili yake. Kwa sasa kwani kampuni haiwezi kulipa pesa bila wafanyakazi kuleta migomo. Inaonyesha ni kiasi gani kampuni yetu inakufa. Sasa inafikia stage mimi hata ule unga robo ukikosa kwa estate, na ndio maisha yangu yamefelia hapo. Sasa nitaishi maisha hayo mpaka lini? Naona na mimi ni bora niondoke nimpate rafiki yangu wa mali. Hiza, wewe ni kijana wangu. Napenda sana mdogo wangu. Hao unaozungumza ni kweli. Hali ni ngumu. Tena sio kwako tu. Hiyo hali ngumu kwenye kampuni yetu sasa na wimbo wa taifa. Mimi ninachokuomba, unaweza ukakimbia matatizo, kumbe unafuata matatizo. Wewe dhumuni la kuwa huko si kwa sababu ya kampuni. Dhumuni la kuwa hapa wewe ni kwa sababu ya sanaa. Sisi swala la kampuni kama kampuni tungangane nao paka dakika za mwisho. Unaenda siku zako kama ni 5, 7, 2 polini. Kwenye karafuu sometime kama na karafuu hata barua za majembe. Unaona? Ile ndio nafanya barua vya kulima watu. Tupate hela ya kula. Huko tegemeni hilo moja kwa estate. Likiisha basi. Ndio tunanuniana mke na mume. Na wewe mwenyewe unaona. Na ndio maana pia atakukimbia mwenzangu. Usikimbie. Tupambane na hii kampuni. Kwa sababu kampuni imekufa. Tipo wenyewe imekufa.
Msaada tu ni nani? Hakuna. Ninachokuomba tulia. Tuache kampuni ng'ang'ane, kampuni sisi tung'ang'ane maisha hivi hivi. Tutakopa tu kwa estate. Kampuni imekufa, Tipau imekufa. Usiondoke mdogo wangu. Unanifungua sikio. Na ndio maana napendaga ninapokuwa na jambo linalonitatiza nililete kwako kama kakaangu. Na ninashukuru Mungu hujai kunipotosha. Kwa sasa nasema nabaki katika kampuni hii. Kazi ya kampuni ni kama kigezo tu kwa sababu naishi kwenye nyumba za kampuni. Ila najua inayoniweka hapa ni sanaa. Najua sanaa ndio inayoniweka hapa. Na ni kwa sababu naipenda sanaa na ndio kipaji changu. Kwani nilivyotaka niondoke pia nilikuwa naumia kwamba sanaa ni kipaji changu. Lakini huko ninakoenda sijui inaenda kuishia hapa. Ila umenishauri, umenitia nguvu na imani pia. Sasa kwa sasa mimi nabaki kwa jambo moja tu, ni la sanaa. Ila sio kwa ajili ya kazi. Yaani kiukweli kwa kazi nishachoka. Wewe umetambua hilo? Upo kaja sanaa. Tubaki baba. Tubaki estate yopo. Unatoka. Wifi, una uhakika gani na hiki unachoniambia? Muda mwingi sana yupo busy na huyo msichana, na muda mwingine nakuta meseji zao walizochati mimi siwaelewi kabisa. Muda mwingine nafikiria hadi kuondoka zangu. Wifi yangu, usifikie huko. Mimi nitamuita na nitazungumza naye. Sawa wifi, nimekuelewa. Haya wifi yangu, niambie umepika mboga gani? Mimi nimepika samaki wa kukaanga na mchicha. Basi itabidi nitilie kidogo nikampe kaka yako, maana kule nimepika kweme na kaka yako si unamjua? Kweme hali. Usijali wifi yangu, nitakupatia kwa kuwa nakupenda sana. Sawa wifi, nakupenda pia wifi yangu. Asante wifi. Palipofikia hata Mgigoma ni sahihi kabisa. Maana kama ni vikao, wameshakalishwa vikao chungu na nzima. Lakini kitu kimoja tu nataka nikuambie. Kwanza kama mnaamua kugoma, lazima mfanye mawasiliano kampuni nzima. Kisha muwe na msimamo uliokamilika. Sije mkao mnagoma kizembezembe, mara hao wamegoma wanafanya kazi. Ndio maana tunawapa nguvu hao watu. Kwa sababu kwanza sisi wafanya kazi wenyewe hatutambui nini maana ya haki zetu. Na ndio maana tunapoambiana tuneni kwenye mgomo, utasikia mwingine mimi na shida zangu. Mimi nimetoka huko, mimi nimetoka huku. Kwa tunakosa ule ushirikiano kwa sababu ya uelewa mdogo. Na kitu kingine, nyinyi wafanyakazi wenzangu, mimi ni mfanyakazi na nina pande hizi mbili. Niko ndani ya kampuni, niko pande wa wafanyakazi. Kwa hiyo sije kafikia hatua wewe unaenda kule kwa wenzako unawaambia mwenyekiti kaniambia 1 2 3. Hapo utakuwa umeniunguza. Alafu sio wafanyakazi pia, udhaifu wetu mkubwa ulionekana kipindi kile walivyotuletea shilingi 25,000 na tukakubali kuzipokea. Alafu hata viongozi wengine wakatia maneno ya mauzi, na mimi naweza nikasema yale ilikuwa ni matusi. Kwamba eti hata nyinyi mnaweza kukataa 25,000. Lakini pamoja na maneno yale machafu, wala hatukujisikia vibaya, tuliamua tukupokea zile pesa na tukarudi majumbani kwetu, na ndio hali inayoendelea mpaka leo. Sawa, sasa yani kwa hilo tunaongea mimi nakuelewa sana. Ila sasa yani nataka ulijue kwamba mimi sikuanza leo. Ili tulianza kulichochea kuanzia muda. Na hata mgomo wa kwanza mimi ndo nilianzisha hili zoezi. Sawa? Tumeenda tumegoma, lakini mwisho wa siku tulikuwa hakuna ushirikiano. Tukapotezea tu muda, mwisho wa siku tukaja tukaahidiwa. Tutapewa sijui tarehe ngapi? Tarehe zimepita, miezi imepita, na mpaka sasa bado tunaendelea kufanya kazi, tunateseka. Kwenye michaimo tunafanya kazi nyingi tu, lakini mwisho wa siku hakuna chochote tunafanyaje? Tunacho gain. Ndio maana siku zile shamba kule mimi nikakwambia, mwenyekiti, kama kuna uwezekano ongea na viongozi wako. Sawa? Waelekeza tu kwa bwana, tunataka watu, kama mnataka watu 10 wanaweza kufanya kazi ndio tunaweza kuwalipa. Chukueni watu 10 mwaweke hapa. Umeona? Kulikoni unachukua watu 1000, watu 100, uwezo wa kuwalipa hamna. Watu wametoka majumbani kwao, wengine wametoka mikoani. Unakuja hapa anapata shida, anapigiwa simu kuna matatizo nyumbani. Lakini bado mwisho wa siku hakuna chochote tunachokipata. Unafikiri mwenyekiti kinachotokea ni nini? Sasa swala hili la mgomo limeshaanza na lazima tugome. Tunahakikisha hawa watu 3 wanaondoka. Swala la kukutaja mimi ondoa shaka. Ila tunachokiomba, tunahitaji nyinyi kweli kama chama
muwe mnakaa nyuma yetu sisi. Umeelewa? Yaani mkae nyuma yetu sisi kwa sababu haki zangu mimi ni haki zako wewe. Wale wamekuja ni kampuni tumeajiriwa. Usijione kwamba wewe uko karibu nao sana, si ndivyo? Kwamba atakufanyia wewe uweze kufanikiwa. Atakunyonya wewe, wewe utaninyonya mimi mwisho wa siku. Je, tunaendeleza nchi yetu au tunaua nchi yetu kwa umaskini? Mimi nimekuelewa. Cha msingi tu nikushauri kwamba nyie kazeni uzi wa mgomo. Sisi tuko nyuma yenu kama viongozi wa chama, tunamiunga mkono. Shida tu tusijulikane kwamba tuko pamoja. Ila mimi kwa kuwa niko ndani ya chama na huko nifanya kazi, lazima niwe na pande hizi mbili. Niko ndani ya kampuni kidogo, alafu niko kwa wafanya kazi. Yaani kama ni 100% na igawa. Kwa wafanya kazi na wapa 70, kampuni niko na 30. Lakini haya nakuambia wewe sasa. Usije ukaenda kukaa huko kwanza ukasema unajua mwenyekiti kasema hapa utakuwa umeniuza. Hapana. Lakini hapa uko sahihi kwa 100% zote. Kwa hapo mwenyekiti, mimi nimekuelewa. Umenielewa? Siwezi kusema kwamba eti mtaenda kutuunganisha kwa kampuni nyingine wafanya. Shesheki bwana. Nojuza Martin amenipigia simu. Anadai kwa simu yako ya kutafuta upatikani. Na kweli hata mimi nimejaribu kutafuta ufanyaje upatikani. Ni kweli sipatikani kwenye simu na bado sipatikani kwa sababu bado simu ipo chaji. Vipi? Kuna tatizo? Ilikuwa hamna tatizo kubwa ila kuna ujumbe tukanipa nikufikishie. Ndio. Kwamba panapo majali wa kesho inatakiwa wewe na Hanifa muende ofisini kwake. Maana ile story tulioicheza wiki iliyopita kuna sini yenu nyie. Ilifanyaje? Ilizingua. Sasa inatakiwa mfanyaje muende ikarudiwe. Hapo kuna tatizo. Kwa sababu gani tena? Unajua shemeji yako haamini kinachokifanya. Anahisi mimi natoka na Hanifa. Na hii safari akisikia kuna utata. Unacheka nini sasa? Inanichekesha. Kwa nini? Kwa sababu ukaribu wako wewe na Hanifa si kwa shemeji. Yaani hata mimi na nipo ukakasi wa kuamini kama huna mahusiano na nini. Hivi hizo unanichukuliaje? Ngoja nikwambie kitu. Hanifa mimi si msanii wa mapenzi. Hanifa niko naye kama unavyojua. Na Hanifa anafanya vitu vizuri sana kupenda sana. Naweza mwenyewe wafahamu kama mwalimu msaidizi. Na kingine, hawa wasanii tutoke heshima. Sio mimi, hata wewe. Nitakiwa usitokee mmoja wapo kwa na mapenzi yake. Utakapokuwa na mapenzi na mwanafunzi wote pale, heshima itavurugika. Tazama tunavyoheshimiwa. Ukiingiza mapenzi tu, kundi itavurugika. Na makundi mengi sana yanavurugika kwa sababu kuingiza mapenzi kwenye makundi. Mwisho wa siku hakuna heshima, makundi yanavurugika. Hakuna lolote. Amini hivyo. Na kama ndivyo nakwambia ukweli. Kuna kuficha. Mimi naweza kuamini. Ile kwa karibu hata shemeji ni haki asikuamini. Inabidi upunguze. Tuachane hayo. Ni baadaye mazoezini. Naweza kacheza mazoezini. Sawa? Ukiwahi. Basi wewe ina shida kichana. Mimi nilikuwa ni hilo. Haina shida. Haya bwana baadaye. Na wewe. Pita. Karibu. Asante. Karibu. Haya, atakushinda. Salama za kazini. Ni nzuri. Kaka, umefanya maana sana kupitia hapa. Kwa maana nilikuwa nikipiga simu yako upatikane. Ni kweli sipatikane. Network tu. Lakini kupitia hapa leo ni muhimu kwa sababu sitamwona Rashma mazoezini. Kwanza huyo mwanao kaamua tu mwenyewe leo kwa sababu ya michezo yake. Oho. Baba mwanangu jambo. Uko poa? Hana mbili. Mbona basi kuona mazoezini? Umenisubiri. Sasa sikia nikwambie kitu mwanangu. Siku nyingine ukiona sijatokea, wewe mwenyewe tangulia mazoezini, sawa? Halafu siku kuja mazoezini ni siku ambayo huwezi tuisheni. Umeona? Sawa mwanangu? Naomba ni utakie usiku mwema. Sawa? Haya, nenda kapumzike.
Baba, ina shule. Ina shule. Usahau wewe. Okay, sawa. Nenda kapumzike. Nitamwachia shangazi yako. Sawa mwanangu? Usichelewe kuamka sasa. Tayari hapo. Baba Rashma, wifi leo kaniletea malalamiko hapa kwamba huko kwenye sanaa zenu kuna msichana unatembea naye. Sasa naomba kuwa makini. Dada, hayo sio kweli. Siwezi kufanya hivyo. Na mheshimu sana mke wangu na nitazidi kumheshimu. Ila tu ni hisia zake potofu zinamwelekeza hivyo. Ngoja nikwambie kitu dadangu. Ugomvi mkubwa mimi na mke wangu ni kuhusu sanaa yangu. Mke wangu haamini hiki ninachokifanya. Anadai mimi ninacheza na sanaa. Dadangu, mimi siwezi hata siku moja. Nadhani unafahamu sasa mimi kwenye sanaa nina muda wa miaka 17. Naona ndoto zangu zinakaribia kutimia. Leo niachie na sanaa. Dada, kwanza ni uongo hayo nakwambia, na siwezi nikafanya hivyo. Ni kweli, lakini angalia sana, kwa sababu amekuja hapa amenilalamikia. Basi naomba kuwa makini na hilo. Akija kudhihirisha kama ni kweli, uone kama itakuwa matatizo. Haitotokea dadangu, na kuahidi. Ila nikwambie tu kitu sasa hivi. Jambo zuri ambalo liko mbele yangu. Kuhusu filamu zetu ambazo tushazicheza. Tayari zimeshaingia kwenye masoko. Na muda mfupi tu tunaanza kulipwa. Sasa basi, ukiacha hii, pia vile vile kuna jamaa kutoka Dar es Salaam juzi, ni mwenyeji wa huku. Aliona kazi zetu na kadai na shida na mwandishi, na akaletwa kwangu. Anataka tuandike tamthilia. Mimi ndiye mwandishi wa tamthilia. Pia naona ni mwanga sasa wa sanaa yangu inakuwa kutoka kwenye single movie na kwenda kuandika tamthilia. Dada, siwezi kurudi nyuma, ni mbele kwa mbele dadangu. Naomba kana wifi yako mjenge jua hili, asije akapishana na begi la pesa. Sawa, jambo hilo naongea, lakini sasa kuwa makini. Kwa sababu nahisi kabisa kama ulivyosema hupo tayari kupoteza sanaa wala mke. Ndio. Basi kuwa makini. Mimi ninakutakia maisha mema. Dada, nina shida, mimi nikuage. Kwa sababu nikichelewa vile vile huko najua mimi. Sawa, hebu tena. Kingine sasa. Tayari nishataka kutoa upepo hapa. Shangazi yako mwachie 500. Na hilo ni jukumu langu. Sawa dada. Sawa, nisalimie yule mtu. Haya. Huwezi kurudi nyumbani mapema mpaka umsindikize wewe mama mwenzio. Mke wangu, wewe unatia maneno machafu sana na kunivunjia heshima. Na hata hivyo, nilikuwa kwa wifi yako. Eti nilikuwa kwa wifi yako? Mimi nitaamini vipi kama kwa hiyo ulikuwa kwa dada yako wewe? Mke wangu, nenda kamuulize dadangu. Tena nilikuwa nazungumza mada zako wewe mwenyewe. Haina haja ya mimi kwenda kumuuliza. Lakini wewe dawa yako inachemka.
Usinitishe wewe mwanamke. Usidhani kuongea kwako mimi nakuogopa. Nitakutia makofi sasa hivi. Eti unipige. Umenilipia shilingi ngapi kwetu? Hata kama ulitoa chochote, sawa. Unaweza kawa vitasa na mwingine akafuata. Na kwa taarifa yako sasa, sijapika. Nenda kale huko kwa mama yako. Hebu nipishe mimi lale. Marashma. Mbiu. Wafanyakazi wote, hakuna kwenda kazini. Tukutane ofisini. Na ukiwa na vifaa vyako, kuna mambo tuelezane. Za asubuhi mume wangu. Salama, umemkaje? Namshukuru Mungu nimeamka salama. Shikamoo. Marahaba. Mama Rashma. Nina safari hii asubuhi. Ninakwenda kwa producer Martin Msumari. Kuna sini ya kurudia kwenye ile movie tulicheza wiki iliyopita. Yaani wewe baada ya kuniaga tangu jana, sasa hivi ndo unaniambia una safari. Mama Rashma, hivi kwa mwanzo wa jana nilikwambia vipi kwa mimi na safari? Sasa basi, tabia hiyo kaendelea nayo. Hata mambo yetu ya msingi humu ndani hatutayapanga. Kwa sababu kila kukicha ni maneno na kila kukichwa ni maneno. Hebu tuachane na hayo maneno. Huko kwa Msumari mnaenda ngapi? Tunaenda wawili. Mimi na shemeji yako Hiza. Utajua mwenyewe na hizo safari zako ambazo hazina kichwa wala miguu. Ngoja masiku yetu ya filamu yakae sawa, ndio utafahamu kuwa safari zangu zina kichwa ama zina miguu.
Chukua simu yako. Baba Rashma. Wewe umeniambia unaenda na Hiza. Na huyo ni nani? Baba Rashma. Hivi utakuwa unanidanganya mpaka lini? Hebu tizama. Mungu amekuumbua sasa. Nilishakwambia tabia ya kusoma meseji zangu kabla yangu, achana nazo. Na kila jambo sio nitakwambia ukweli. Kwa sababu hata nikwambia ukweli, kuamini ukweli wangu. Sasa basi. Kama utaenda hizo safari na wewe mwenzio, mbele ya hiyo safari yenu mpate ajali na mvunjike miguu wote. Mke wangu, mbona nitolea laana ambayo sio sahihi? Hivi nikivunjika miguu, mwanao Rashma ataishije kwenye haya maisha? Na mimi ndikiwa ni baba. Kumbuka, tabu utazipata mwenyewe. Ana, abe mama. Naomba acha kufagia, ingia ndani. Kamwandae mtoto kwa ajili ya shule. Sawa mama. Ela vitafunio Nimeacha juu ya kabati. mchana tunapika nini? Mtajiongeza wenyewe kwa sababu kila kitu kipo ndani. Sawa. Wifi. Wema. Sio kwema wifi. Za asubuhi wifi. Salama wifi, kuna tatizo? Ndiyo wifi, tatizo lipo. Shikamoo kwanza. Marahaba. Yaani wifi, Baba Rashma anazidi kunifanyia makusudi. Jana akarudi saa 3. Na leo asubuhi anaenda huko studio na huyo msichana wake. Tena alinidanganya kuwa anaenda na huyo rafiki yake Hiza. Kwa hiyo hajaenda kwa mkolo, ameenda studio? Ndiyo. Anaacha kufanya mambo ya msingi. Anafuata vitu ambavyo havina maana. Usiseme hivyo wifi. Hata haya aliyoyafuata yana maana kubwa sana. Ila tulia wifi yangu, tutajua tu kweli kama anatembea naye au wapo tu kikazi. Wifi, ninavyomjua mdogo wako, hawezi kuacha kutembea naye yule msichana. Na msichana mwenyewe hajatulia kabisa. Hapana wifi. Kaka sasa hivi katulia. Hayo mambo hanayo kabisa. Wifi, naona kama unazidi kumtetea kaka yako. Sio hivyo wifi yangu. Ila ngoja nielekee kazini. Niachie mimi, nitazidi kuyajenga naye. Ngoja niwahi kazini. Sawa wifi. Ngoja nimsalimie Rashma hapa na mimi. Hamna shida wifi. Mume wangu, leo nimeongona unaenda kwa mkono? Ni swali gani tena unaniuliza? Mimi pia si mfanyakazi wa kampuni. Naomba unisikilize. Kwa nini usingeenda kwenye kile kibarua chako na rafiki yako Sheki? Angalau utapata pesa. Nadhani unajua kinachotufanya tunaishi kwenye majumba ya watu wa kampuni ni kazi. Na hiyo kazi ambayo tunajivunia sisi kuishi humu, tunakula, tunakunywa, tunafanya kila kitu kwa ajili ya hiyo kazi. Ndio inayotufanya leo twende huko, watu wote tuandamane twende wapi? Huko. Ndio kinachonifanya mimi na kunipelekea nivae, nipendeze leo niende kwenye mgomo, nikajue mwanzo na mwisho. Humu ndani hamna unga, hamna mafuta, hamna mboga. Huo unga tutapata, mboga tutapata, utajua mimi nitajua nitapata wapi. Lakini kwenye mgomo nitaenda. Na hapa ndo nishatoka hivi. Gari hairudi nyuma.
Sasa Wewe nenda utapiga simu baadaye utachukua tutakupa hela yako. Teacher, mbona leo baada ya kufika tu ukaanza kumshukuru Mungu tena kwa muda mrefu sana? Hanifa, ni kweli, kwa sababu si mimi tu, sasa mwenyewe unatakiwa mshukuru Mungu kwa kutufikisha salama. Ni kweli, lakini wako wewe ni uoga. Na kwa ile spidi niliona, ulikaa kimya sana pasipo mazungumzo. Hanifa, Yeah. nilikuwa nina kitu nataka nikwambie. Nimekaa nacho kwa muda mrefu, lakini leo ngoja nikwambie. Teacher, ni kitu gani hicho? Mbona wanitisha? Hanifa, usiwe na wasiwasi. Ni kawaida kwa binti kama wewe kitu kama hiyo kutokea. Teacher, mbona unataka kuniweka kwenye mabano? Hebu funguka. Twala wazidi ukiona, hebu niambie basi. Hanifa, unajua mke wangu anahisi natoka na wewe kimapenzi. Na sio mke wangu tu, hata jamii inayotuzunguka inahisi hivyo. Tena makubwa sana hayo. Kwa jinsi unavyomheshimu mke wako, sikutegemea kabisa kama atakuja kunihisi hivyo. Tena hata hii safari alitulaani mimi na wewe tupate ajali na tuvunjike mguu wote wawili. Pole sana teacher wangu. Kumbe ndio maana ulikuwa umekaa kimya sana wakati uko kwenye boda? Ndio. Pale nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu atufikishe salama safari yetu. Mwambie mke wawe na amani bwana. Mzigo wake uko salama. Hanifa, Ndio teacher. mimi ninachokuomba usimuonyeshe chochote kile juu akili ninakwambia. Sawa, hamna shida. Mimi nimekuelewa teacher wangu. Kuwa na amani.